kwenye upande wa tech huwezi kujifunza ukawa nguli, ukawa nondo kupitia lecture. Yaani ni uongo. Utapata 5% au 10% kwenye upande wa tech. Na ukiangalia mitaala ambayo tunaisoma sasa hivi ni mitaala ambayo haifanyiwi amendment kila siku. Na bana, katika pitapita zangu pia nimekutana na mwanafunzi wa mwaka wa kwanza hapa IFM. Sawa. Huyu hapa. Bana, mambo vipi? Fresh kabisa. Unakuita nani? Naitwa Allen Creator. Mwaka ngapi kozi gani? Mwaka wa kwanza IT. Oh, kwa nini IT mwanangu ukasema mimi naamua kusomea IT? Bwana, kwa sasa hivi kwa mtu ambaye ana akili timamu anaweza kugundua kwamba dunia inaenda kasi sana. Tukiangalia sasa hivi kuna mapinduzi makubwa sana ya teknolojia, kuna AI ambayo sasa hivi inaenda kwa kasi sana. Sasa kama ni mtu ambaye unatambua kwamba dunia inaenda wapi, hauna budi kwenda katika dunia inapoenda. Sio unaelewa? Kwa hiyo ndio maana nikaamua niingie katika upande wa teknolojia, nikaingia katika upande wa kufanya nini? Information technology. Yeah, of course. Yeah. Ni fursa gani ambazo pengine sasa umeanza kuzitumia na umezipata baada tu ya kwanza kusoma mwaka wako wa kwanza? Of course, tunaenda kumaliza mwaka sasa, utimize mwaka mmoja. Fursa gani ambazo umezipata na umezitumia effective? Okay, kwa upande wangu mimi ambapo nasoma IT, kitu cha kwanza, huwezi ukapata matunda ya kusoma IT au cyber security au AI and machine learning kwa mwaka wa kwanza. Sio hivyo? Kitu cha kwanza ambacho tukipata ni kutengeneza, kujikita katika upande wa kudevelop your skills katika upande wa digital skills. Mimi kwa upande wangu mimi natumia jina Allen Creator kama sehemu ya kuonyesha ujuzi wangu katika upande wa digital. Nafanya production, nafanya content creation, sio unaelewa? Pia ni YouTuber pia, sio unaelewa? Lakini katika upande wa professional yangu kama IT, ninatumia jina la Allen PhD, ambao natumia jina langu halisi ambalo ni Allen Cosmas. Ambao kupitia hiyo account ninafanya tech marketing. Kwa sasa hivi dunia sasa hivi kutokana na mapinduzi ya AI, imekuwa ni vyepesi sana kutengeneza softwares, kutengeneza apps. Kumekuwa ni vyepesi sana ma developers kutengeneza mifumo. Lakini kitu gani ambacho kimezalishwa kama tatizo? Tatizo ambalo limezalishwa ni kwamba product nyingi zinakuwa sokoni, lakini upande wa distribution na upande wa marketing ni changamoto. Kwa hiyo mimi sasa mambo ambayo nimeweza kuingia kama engo sahihi na nimeshajaribu kutengeneza mobilization. Nina group pia la WhatsApp umeteza community ambayo tunakutana na watu ambao wanafanya software engineers, developers na pia watu ambao ni founders. Mmoja watu ambao niweza kukutana nao pia katika harakati zangu ni CEO na founder wa Gara, kama unaipata Gara, ambao pia ni founder wa Snipe, ambao pia nimeweza kukutana naye katika masuala yangu kutafuta watu ambao wanaweza kufurahi nao, kwa sababu sasa hivi Tanzania tuna kila kitu. Of course huwezi kuniambia vijana hawana skills. Skills zipo, lakini changamoto ni nini? Changamoto ni kwamba ni kufanya mobilization. Bado tunakosa kitu kinaitwa mobilization. Mobilization kwamba community tunasoma wote katika issue ya tech, cyber securities, IT ni watu ambao katika industry moja. Lakini changamoto kuja ni nini? Ni kwamba hatuna mobilization, hatuna ile culture ya kuweka pamoja, kuweka as a group. Sasa mtu ambaye unasoma IT au cyber security au unapiga actually au unapiga course nyingine za tech, ukiwa umejifungia ukajilockdown kama wewe, una asilimia ndogo sana za kuweza kupata matunda katika tech. Kwa sababu gani? Tech ni kitu kikubwa sana. Kitu ambacho unataka kukifanya ni unataka kutengeneza teamwork. Teamwork itakusaidia itakusaidia kuweza kufanya research, kusaidia katika kudevelop kitu kikubwa badala ya kuweza kutengeneza kitu kama wewe. Sawa, pengine unaingia mwaka wa pili sasa, tutegemee nini kutoka kwako? Kama ulivyosema tayari una mob na vitu vingine kama hivyo. Nini tutegemee kutoka kwako? Kwa upande wangu mimi kitu ambacho watu wanapaswa kutegemea ni kwamba kwanza nipo nafanya kazi katika sekta ya content creation katika upande wa IFM Tech Connect. Kwa ambao wanatarajia kuja IFM watanikuta, ambao wanataka kusoma cyber security, information technology watanikuta katika upande wa IFM Tech Connect, ambapo tunasema ni clubs ambayo inaongoza clubs 3: AI and machine learning, cyber security na developers and programmers club, ambapo hapo tunakutana kila Jumamosi kuweza kufanya sessions za kujifunza issues za programming, kujifunza issues za cyber security. Kwa sababu gani? Kwenye upande wa tech huwezi kujifunza ukawa nguli, ukawa nondo kupitia lecture. Yaani ni uongo. Utapata 5% au 10% kwenye upande wa tech. Na ukiangalia mitaala ambayo tunaisoma sasa hivi ni mitaala ambayo haifanyiwi amendment kila siku. Na ukiangalia dunia inaenda kasi kila siku, mtu anayesoma tech lazima ujiupdate, utengeneze habit ya kujifunza kila siku. Kwa hiyo kitu ambacho ninawashauri ambao wanataka kusoma tech, cha kwanza watengeneze habit ya kujifunza kila siku. Kwa sababu gani? Tech inabadilika kila siku. So kupitia IFM Tech Connect nipende kukaribisha wale wote ambao wana hobbies, kwamba nahisi kwamba mimi kwenye upande wa tech naweza nikafanya vizuri zaidi, na pia naweza kanitafuta mimi personal kupitia Allen PhD, ambapo naweza kumconnect kwenye community ambayo ninayo, ambapo lengo ni kukutanisha software engineers, developers na pia kutafuta investors ambao wanaweza kainvest katika
baadhi ya project mbalimbali. Kwa mfano mmoja watu ambao nishakutana nao na nimefanya nao kazi ni founder wa Pack Up. Founder wa Pack Up na founder pia wa Herefund. Herefund nadhani hii application imetrend sana. Huyo jamaa nilimcheki tukaongea naye, ni moja ya jamaa ambaye ni Mtanzania lakini amesomea nje na anafanya vitu vikubwa sana. Kwa kupitia watu ambao pia wameshatangulia wanatamani kupata watu ambao wanaweza kummobilize, lakini changamoto ni kwamba watu ambao wanasoma tech wanajilock down. Na dunia sasa hivi haitaki kuwa uweze kujilock down, unahitaji uweze kuweka public. Uweke public, utengeneze brand ambayo mtu akipata kazi anaweza kurecommend kwa watu. Kwa sababu sasa hivi kuna hata mazingira ya Dar es Salaam ni kwamba kazi nyingi uweze kuzipata straight. Mtu anatakiwa yani tunasema nyingi zaidi zinakuja kwamba huyu namfahamu, naona nafanya kitu fulani. Sasa watu hawawezi kufahamu kama nafanya kitu fulani kama hauonyeshi kile unachokifanya. Hiyo ndio tofauti katika upande wa tech, na watu wote ambao wapo katika tech wanatakiwa wabadilike. Sasa hivi dunia inaenda kasi, unatakiwa ubadilishe upepo ili kuweza kuadapt tech. Shukrani sana. Asante sana.